alaikum wapenzi watazamaji wa Chapesa Media, ambayo tunaendelea kusisitiza kwa wewe ambao hujasubscribe. Tunakushauri au nakushauri kwa sasa subscribe channel yako uweze kupata habari na burudani. Share, like, comment content hii. Tunapatikana social media zote, Instagram, Facebook na TikTok. Nipo na mzee Saidi, leo nimemletea tena kitonge kuzungumzia michezo uliofanyika jana wa Kombe la Mapinduzi pale jijini Zanzibar. Yanga akiibuka ubabe wa 1-0 dhidi ya TRA wakusanyaji kodi. Kwa hiyo nipo na mzee Saidi, tutasikiliza na mengine mengi, ikiwa timu ya Taifa Stars leo mama kairuhusu chombo mida fulani ya saa 9 pale ataruhusu chombo kufuata timu ya Taifa Stars ili kesho saa 4 tawasili hapa kwa mapenzi yake, kwa kuonyesha kuwa mama pia ni mwanamichezo. Pia tutazungumzia waziri wetu, mapendekezo yake na mambo mengine kadhaa wa kadhaa wapi katika viwanja hivi vya Chapesa Media. Nipo na mzee wangu mzee Side, wacha tumsikilize analolizungumza. Habari mzee wangu? Salamu alaykum. Safi, mambo ni aje? Mambo bumbul. Bulbul. Bulbul maraba kwema. Bwana anasemaje lakini? Fresh. Kwema kabisa. Kwema. Naona leo yani watu wanasema mimi sio mzee. Hivi waogopi hata hii mifereji? Mifereji kawaida. Director, wewe uogopi sura imekuwa ina makunyanzi kunyanzi? Mifereji si kutokana unakula sana mifupa. Sio nyama. Yani nakwambia Wanyamwezi mnapenda sana kutafuna nyama. Mwenyezi Mungu anaweza kauacha mwili wote asiutie dosari. Lakini pale unapoonekana show yako window wanaita wenyewe window pale kwenye window ndo anagonga pale, si ndio unapochungulia. Sasa ukichungulia namna na yule kule akikutanisha yule mzee shikamoo huko mbali. Wewe mzee sasa hivi unaitwa mzee Side? Hapo wengine anakuita Side tu. Bwana wewe, hakuna hata mmoja anayeniita mzee. Sasa kama mzee nani akuite mzee Kindeka akuite mzee? Nani Kindeka? Kindeka akuite mzee. Yule shida zile yule shida tu yule mzee. Wewe Kindeka wewe akuita. Sasa mzee Kindeka ndo mzee. Wewe bado. Siku hizi naye ana simu ya kusogeza. Anataki. Wewe mnaona? Utakuta amekaa na mnaambia sasa hebu nitajie wote mbumbumbu. Mungu wewe bwana, wazungu wabaya. Watu lakini si mnajua sasa hivi. Nani anajua? Sasa calls zinakuja za WhatsApp ile. Bwana siku moja bwana nikamwambiaje babu, una marafiki? Bwana mimi sijui. Namwambia yeye Kindeka. Namuita babu. Ndio nakwambia yule mzee wewe mpati. Mimi sijui, nikamwambia hebu subiri basi. Akatafuta marafiki kwenye WhatsApp. Nikamwambia sasa babu Kindeka si hao hapa. Wewe tukapo bwana wewe hujui yoyote bwana. Kweli mimi sijui, lakini wewe mwenzangu ndio umezidi. Kwa hiyo wote mmekuwa mzee Saidi bwana, tuje viwanjani hapo Zanzibar. Hizi simu shida. Kuna nini tena Zanzibar? Zanzibar bwana, simgalatia kamgaragaza yule ndugu yake. Nani? TRA bwana. Sasa kwanza mimi nashangaa. Ndailagije kenda wapi tena? Hivi vilabu vya Tanzania. Chuma moja. Sawa. Imempeleka nusu finali. Na kati jana ilitakiwa ashinde, Yanga alikuwa anatafuta draw au ashinde. Kama vile mwenzie. Alikuwa anatafuta draw tu. Kama mwenzie. Yeye alitakiwa lazima ashinde. TRA ni lazima ashinde. Yanga akipata draw angepita. Ila yeye ni lazima ashinde. Na Simba naye ilikuwa hivyo hivyo. Simba naye ilikuwa hivyo zidi ya Fufuni. Gara. Bwana timu inaitwa Fufuni. Patambo. Sasa visiwani Zanzibar ndio Fufuni. Fufuni pale kapoteza chuma 2-1. TRA United kapoteza. Kwanza tuzungumzie mchezo wa jana, afu tutarudi kwa upande wako mnyama Simba Sports Club. Kwanza ngoja nikwambie mimi nakooa sana bwana. Pole sana. Najua. Hata jana tujapita na pindi letu. Bwana waambie jamaa zako mimi naumwa. Wasikia mzee kasepa waje wazike. Mungu kwa uwezo wa Allah Mungu mambo. Kwani nikifa si nimeondoka? Kufa ni kawaida, kifo hakuna mtu atapinga. Kuna watu watapiga vigelegele. Kaenda yule mzee alikuwa anatusumbua sana. Bwana kutokana na mechi ya jana bwana ndo kama hivyo mkubwa tu. Mkubwa? Mkubwa. TRA pale anasema ni mkubwa pia. Nani? Kumbuka alikulaga chumata. Bwana wewe. Yaani wewe ukiona hivi mimi nikuulize kunguru akikunyea kalenga bahati mbaya. Kalenga kunguru analenga kunguru. Ngoja sasa. Kwa nini alipopita tap? Ile bahati mbaya tu. Bahati mbaya kunguru. Kuna wengine anakujaga anakaa. Yule kakaa tu anaangalia unatafuta nini kwa sababu wale kunguru wamekaa kama binadamu. Kunguru akikaa haya na njiwa naye akikunyea kalenga basi tumtoe kunguru. Sasa ndio hivyo. Kwani kunguru na kunguru na njiwa wale wote wanaitwaje? Ndege. Kunguru ni majina tu, huyu njiwa huyu kunguru. Lakini hao wote wanakunya wale.
Kwa hiyo akikunyea kalenga, bahati mbaya. Kwa kweli ni bahati mbaya. Bahati mbaya tu ile. Kwa Singida nani TRA kuifunga Yanga ile Jumatatu. Yaani ni kama bahati mbaya. Ni bahati mbaya tu. Baada hapo vipigo vinarudi kwake. Si vinaendelea mpaka leo, wewe mwenyewe unaona. Wewe mwenyewe unaona. Ila wenyewe wakikutana wenyewe kwa wenyewe wale wanaoneana. Hata hivi wewe Azam nao unaweza sema mkubwa. Sasa unaonaje? Sio mkubwa, hela ndio inampa ukubwa. Azam na ukubwa wake unapatikana kwenye pesa. Kwa yeye ana hela. Ndio maana watu wanamsujudia, wanamuona mkubwa. Lakini Azam ni timu ya kawaida kama vile Polisi. Lakini mlimgaia utamu. Sawa, kwani mimi nimekataa? Makubali. Ni hela yake. Na wewe kama una hela anzisha timu, mimi kocha. Patamu hapo. Inakuja tena. Wewe kocha. Mimi ndio niwe kocha wa timu yako. Usihangaike, msaidizi tunamchukua director Shabani. Wewe patamu hapo. Kila anayekuja zake za uso zinanyoka. Kwani wewe hujamuona? Ndio maana walihitaji timu ya Simba. Yule kocha, wewe hujamuona yule kocha yule aliyokuwa anacheza na Simba? Anatembea na vituko anakuambia moja. Jamani wa Zanzibar, yani anafanya yule wafufuni yani ana vituko. Kwa hiyo anatoa kodi kupitia kwenye vidole anafanya moja sijui. Nikasema hapa tukifungwa Mungu si Asumani tu. Ulianza kula chuma ya kwanza. Si ndio nakwambia? Puputu naye. Ndogo si sene nani akaja. Wakasawazisha. Waliwabichwa pale mkao moja. Sasa waliposawazisha bwana kweli Simba. Mimi leo ilikuwa inauma. Kitimu chenye naona watu wanahangaika tu. Mpaka kuja kuingia wale lakini simulizisha Simba B ile. Kwa upande wenu wa Simba. Hawataki wenyewe. Walianzisha Simba B. Yanga walishawahi kula faini wale. Simba B walisemaga si tumepeleka, tuliwafungaga Yanga. Wakasema si mmewaona fulani na fulani kule. Wazanzibari wakachukia wakawapiga faini. Chama cha mpira nafikiri cha hapa kikawapiga faini Yanga. Kwa nini mmepeleka watoto msipeleke timu kubwa? Kwa hiyo Simba naye alikosa. Wanajua ni Simba, wale wanajua ni Yanga. Hamna cha watoto wala wanani, ni Simba ni Yanga. Kuisha ndio wanavyojua hivyo. Kwa hiyo wewe hata kama hujamuona pale sijui nani utajua wewe. Lakini wenyewe wanajua Simba amekuja, Yanga amekuja. Kwa hiyo TRA jana ni haki kuchezea chuma ile moja. Yaani ni lazima. Kwa ni mdogo. Yaani lazima. Hawezi kumletea ubabe mkubwa wake. Sasa wewe kama hivi Azamu anatufunga, wewe unafikiri katufunga Azamu au Mangungu ndio kasababisha tumefungwa? Mangungu hajacheza. Nenda zako huko. Hajacheza kumbe ana nini sasa? Yeye ni kiongozi. Kiongozi sasa kama hujaiandaa timu, hujamuandaa mwanao waende darasa la 7, wewe unafikia ataenda form 1. Haendi. Hujamuandaa, unampeleka shuleni na njaa. Si nini wenyewe technical bench na wazee ulishasema Simba inaongozwa na wazee. Kwa nini wazee msikae mkajaribu? Wazee kina nani? Kuna wazee pale. Wewe wenyewe kwa wenyewe wameshakwambia akili zimeganda. Sasa kuna kazi tena hapo. Wenyewe kwa wenyewe sio maneno yangu jue. Si ndio akaenda kumwambia nenda kaseme hadharani hivi. Akili za mgando. Akili za mgando. Akili za mgando siku zote haziganduki, lazima uziti. Ndio sawa sawa na nyama yenye mafuta, ikiganda ile lazima uitie moto. Ili yeyuke. Yeyuke. Na ndio maana sisi tunapeleka dawa. Sasa hivi wanataka kutuletea wachezaji wale wa zamani ionekane Simba tumepata. Wewe tusidanganyane hapa. Wamrudishe huyo Chama. Hata Inonga? Wa nini Inonga? Si beki ile. Wa nini? Kwa beki wote mnamwacha Shemaloni mnaenda kuchukua Inonga, mna akili nyinyi sawa sawa nyinyi. Na kule alikuwa anamwaga kama wewe bwana, wewe leta stories za maana hapa twende. Wewe unaenda kumwacha Shemaloni unaenda kumchukua Inonga. Watu wameshafyonza mpaka wewe umemwona kwenye timu ya taifa ya nani? Ya Kongo. Umemwona? Kongo wapi? Sio Kongo, sio Mkongo bwana, ni Mkameruni. Acha Shemaloni. Nani huyo? Huyu nani? Enonga umemwona? Umemwona yupo? Inonga hapana, sijamwona. Sasa wewe mpaka kwenda kuachwa unafikiri kuna kazi? Mbona ile hawakumwacha? Walimwita. Kipindi kwa Simba ile. Walikuwa wanajua yupo kwenye klabu kubwa, anafanya kazi ya ziada. Sasa mnaenda kutuchukulia mavulavula mnatuletea tu kwenye timu yetu kisa mnataka kuondoka. Nendeni tu bwana sisi. Sasa mzee Saidi, kesho tarehe 8. Huyo unayemwita mtoto mnakutana tena. Tusipojipanga anatufunua. Kombe la Mapinduzi. Kama tusipojipanga anatufunua. Kama alitufunua kwenye ligi huku ndo atashindwa. Mimi nakuuliza. Ndio yale nilikwambia jalala la Muhindi ulishamuona kunguru? Hapana hilo. Ndio yale. Afu hiyo nayo unanigia kodi watu wanapata adhabu kuuliza. Sasa wewe wajibu, ambie muulizeni mzee mwenyewe. Ndio yao majibu ndio haya yanakuja sasa. Wewe kesho? Jalala la Muhindi. Je, kunguru watatua?
Na wakitua kunguru wanakula nini? Kunguru hao wana akili shekhe. Lakini hapo mnanukuu. Kabla tujendelea mbele kwanza. Kauli ya msemaji wako umeisikia aliyezungumza kuhusiana na kocha Steve Barker? Ngoja sasa. Yule ni kocha ambayo ana uwezo nanukuu maneno ya msemaji wako. Maji ya kwenye kizibo kile kifuniko kidogo sinajua yale. Yaani kifano kama ile kajuisi umefungua maji ya mule kwenye kile kifuniko chake kale. Hana uwezo wa kuyabadilisha yale maji kuwa wingi wake kama maji bahari. Ndio alivyosema hivyo. Yani maanake mbinu haizokuwa nazo kocha wenu. Ahmed Ally. Ndio maneno hayo. Twende turudi nyuma. Ukati amekuja Matatu alisemaje? Kocha hatari. Maliza kabisa. Au wewe unaogopa kwa sababu unakutana naye kule? Hapana. Wewe ndio mimi. Si ndio na mimi nakwambia. Na wewe unaongea. Kutana naye kule unaogopa kusema. Sema nimalize mwenyewe. Wewe maliza. Usiogope wewe maliza. Yeye mwenyewe alimsifia yule. Ndio. Tena mbwembwe nyingi, matokeo yake yupo. Toka. Ndio mimi kila siku namwambia. Lakini taaluma yake Ahmed Ally ni nini? Semaji. Semaji. Taaluma yake sio semaji, hata mimi naongea. Ya uandishi. Kazi yake ni kubwabwaja maneno ya uongo na kweli. Mwandishi wa habari kazi yake ni kubwabwanya uongo na kweli ili umfuate umsikilize. Sio msemaji. Sana muomba kula mwanasiasa. Anaposimama kwenye membari anakuomba kula. Anakubadilisha ulikokuwa ili umpigie kula. Kuwa huyu atakuwa baadaye mbadala wangu wa kuniletea maendeleo yangu katika mtaa wangu. Ndio sawa sana Ahmed Ally. Sasa pale anatubadilisha tutoke kwa kwamba mbona huyu kocha tulimfunga Zanzibar? Atatufikisha huyu kocha maneno yanayosemekana kule kwao kashika nafasi ya 14. Ya 14. Ya 14 hapa tuna timu ngapi? Si ndio ya mwisho Simba sasa? Hapa tuna timu ngapi? 16. Tuna timu 16. Kwa bado timu mbili. Kuna ndio ya mwisho sasa Simba. Simba ya mwisho vipi sasa? Sasa kama kule katoka kashika nafasi ya 14. Katika timu ngapi? Yaani unatakiwa ujue katika ile ligi alikuwa anafundisha timu yake. Timu yake imeshika nafasi ya ngapi? 14. 14 katika timu ngapi? Yaani sawa tu na mtoto shuleni yuko darasa la 7 kapasi. Matokeo yake kayapata kadhaa. Katika wanafunzi wangapi? Katika wanafunzi wangapi waliokuwa wanachuana nao? Sasa hapa Simba akija kwa timu zetu 16 si wa mwisho. Wewe mzee Saidi unapingana na kauli ya msemaji kuwa maji ya kwenye kizibo kugeuzwa kuwa bahari. Mimi siwezi kupingana na mtu aliyosomea propaganda. Au pingane na mtu aliyesomea propaganda. Uandishi wa habari ni propaganda. Yaani mimi unichanganye ili kusudi nikuelewe. Sio basi ni kweli. Kwani wewe ulikuwa umuoni mheshimiwa diwani alivyokuwa anatuchanganya? Nafikia mpaka tunagombana wenyewe kwa wenyewe. Toka nenda staki. Kaisha tujangaa afu yeye anatuchungulia kwenye kona. Kaka pembeni. Mheshimiwa diwani. Sasa hivi mheshimiwa yule. Unatakiwa utangulize neno mheshimiwa. Wewe sio unataja. Nani na Manara mheshimiwa Manara lazima utangulize mheshimiwa. Sasa hivi natumia mheshimiwa usizungumze tena. Usiseme Manara unakosea. Unakwenda kwenye friji ukapumziki. Bwana mzee Saidi, tuje kwa Rais Karia. Amepewa pongezi na rais wa FIFA na kafu kwa huu mchezo wa kwanza kwa kuifikisha hatua nzuri timu ya Taifa Stars. Ni mwaka wa kwanza au ni historia anaanza kuitengeneza ndani ya uongozi wake yeye kama rais, na timu imeweza kufika makundi ya 16, hatua ya 16 bora. Alipewa pongezi. Ni namna gani mzee Saidi unaona kwa mzee Karia upambanaji wake ulivyo? Mimi nilishasema. Unajua siku zote unapotaka kufanya jambo unatakiwa uwe jeuri. Ndio. Umenielewa? Uwe jeuri. Ziba masikio. Ndio utatengeneza jambo. Kama hutoziba masikio ukasema ngoja nisikilize wanayoyasema, hutofanikiwa. Na ndio maana nilikwambia hivi, wenye mpira wao kama Karia watamuhitaji, atakuwa rais wa TFF. Wenye mpira wao wakimuhitaji Karia kwa kwamba bwana tunahitaji utuongozee mpira wetu, utaendelea kuongozwa mpira na utanyoka kama hivi. Sasa
Wamepita wenye viti wangapi pale? Wengi tu. Si wengi? Wengine mpaka walikuwa wanapeleka na polisi, kina Ndolanga, kina nani kina Denlage, ndio wote wale wamepita pale. Hakuna rais yoyote, hakuna katibu mkuu yoyote, hakuna kiongozi yoyote wa TFF aliyeifikisha timu mazingira yale zaidi ya Karia, au hakuna mtu aliyosimamia mpira kinaga ubaga na kuonyesha misimamo ya mpira kuwa unatakiwa uwe hivi kama Karia. Wewe unaongea nini mbele ya Karia? Karia katupeleka, katengeneza timu, na ndio maana alikuwa anapiga kelele muda mrefu. Lakini sisi tulikuwa tunamuona mbaya. Karia Simba, Karia kawa hivi, Karia kafanya hivi, Karia kafanya hivi, lakini anakwambia mtakatu kwenye mnyooko. Timu ile pale imeenda kwenye makundi, na sisi tumenyang'anywa nafasi yetu na Moroko, na wamesaidiana na mweusi mwenzetu katuponda kichwani mpaka tumekufa. Lakini Moroko walikuwa wanang'oka, tunapita kaka, walikuwa wanatukuta mbali sisi wale. Yaani wale walikuwa wanatupurukucha. Ndio sawa nani ya Senegal kwenye kombe la dunia ilienda kuwashangaza watu, kina Haliliu Fadiga sijui kina Haji Diofu, umenelewa? Na sisi ndio tulikuwa tunakwenda kule kwenda kuwashangaza Waafrika wenzetu. Why Tanzania not coming to kuwafumua wote nyinyi. Mimi nimesogea kwa na mzao ukimtoa, alafu ndo kaanzilisha yale mashindano nyumbani kwake. Yani amekuwa ndo mwenyeji. Yani yule alikuwa anaondoka kama, yani ingekuwa kweli referee anatenda haki, Viviara go kweli kaenda kwenye Viviara kacheki pale, angekuja angesema mimi nimeona, weka hapa. Kakutana na mwamba sasa wale wasingetufunga, tungelala golini. Yani bora hata utege mgongo. Hamisi nakwambia ule utege wa mwalimu ungekuwa ndo unazidi kutanuka ule. Nakwambiaje? Yani mimi nakwambiaje, tungecheza mpira wetu ule wa kibongobongo ule. Kaba huyo. Yani tena mnambizana kaba huyo. Wale ndo anamuingiza mzee Kagoma. Mzee kukata. Wewe uchimwaje huyo kaba? Kagoma atatuletea shoti. Tapigwa umeme. Utapigwa umeme mapema. Kwa nini kata? Anakata kweli yule. Weka watu wenye busara. Yule anapiga shoti kweli yule. Kagoma? Sasa kibidi tumeshashinda yani kwanza umeshashinda. Umemweka Kagoma pale. Unamfuata unamwambia Kagoma acha ujinga wewe, jamaa huyu anakupita hapo hapo. Unaniambiaje wewe kula? Nile kula. Wewe subutu. Kagoma dakika 2. Imedunda ya kwanza, imedunda ya pili. Wewe bwana usiniletee. Mimi nimeshaambiwa nile. Anakula kweli. Kadi nyekundu chwa. Kwa hiyo bwana mimi nampongeza sana Karia. Ndio. Kaliletea heshima taifa letu. Sahihi kabisa. Na bado wanaliletea taifa letu heshima. Kupongezwa na rais wa FIFA jambo kubwa sana. Wewe umeona Musepe kala 2 pale. Kwa nini Musepe kala 2? Unaweza kaniambia sababu ya Musepe kula 2 bila? Sijajua. 2-1. Sijajua. Wote tuna vyeo. Wote tuna vyeo. Kwa mzee katulia na kutulia. Wewe unakaa mnaita nini VIP? Na mimi nakaa VIP. Wote mnatazamana. Usilete mambo pale, wanakolomeana pale. Pale Kifaransa kinatembea pale shekhe. Mpira babu una mambo ya kijinga. Pale si yupo Musepe, yupo Eto'o. Wewe bwana utaniambia nini? Mimi nimecheza mpira duniani bwana, wewe vipi? Pale najua ile ni rafu. Ile sio. Unaona marefa wao wanavyozingua. Anamwambia pale. Na wale wanasutana mule. Sasa Musepe akaona mimi hapa leo hapa sina la kuongea. Wacha nitulie niwache uwanja wao. Ngoja tu kala 2. Kila kageuka twa au unasemaje? Kamwambia nenda bwana kijana. Ndio maana ya watu kuwa nao kule. Na sisi tutoe watu tupeleke kule. Makamo mwenyekiti wa kafu ni mtu wa wapi? Baada ya Musepe msaidizi wake Moroko. Ni mtu nyumbani kwao pale. Si ndio? Ni mtu wa pale kwao. Na kuja taratibu nielewe. Na ndio mwenyekiti wa ile timu tulioenda tukala 2 tukapelekwa Zanzibar.
Berkane ndio sio? Unategemea nini? Tacha kufanyiwa filigisi mapema. Kweli ilitengenezwa. Wewe una kiongozi kama Mangungu. Yeye kazi yake akifika uwanjani kashika shavu tu. Taenda wapi nyinyi? Mnatakiwa watu tuwapeleke kule kafu FIFA. Wajumbe tuwe nao, wanakaa vikao, wanaamua na sisi tunapata watu. Ndio maana tunao tayari wawili, tunaye Mzee Karia. Wewe unamwona Misri? Misri ashindwe mwenyewe tu. Na safari Mungu naye kawapiga kofi, hawana hata timu. Wa Misri wakichukua wamechukua tu kwa sababu wana hela. Misri si sawa sana na Azam tu. Kwa sababu wana hela ndio maana wanajidai. Sina kwambia. Misri sawa sana na Azam. Wewe unamlinganisha Misri na Azam? Na Azam wewe. Na mara nyingine hata Azam akawa mkubwa. Wao wana hela. Kwani wao unafikiri sisi tunafungwa kwa sababu gani? Hela huna? Hamna. Hela pale hamna. Bosi anazo bwana. Hela zikija ndio maana nilikwambia Jalala la Muhindi vipi babu? Nataka nianze kusema maneno mengi. Kodi zimeleka. Mzee Saidi bwana, tuje na hili. Mama ametoa ndege. Naam. Ifuate vijana wake pale jijini Misri, pale Morocco. Rabat wakachukuliwe siku ya kesho saa 4 watawasili hapa, na hata hivyo amewaalika wakapate chakula cha pamoja kwa pongezi wa hatua walioifikia. Kwanza hili swala tunatakiwa tuongee kwa utulivu mkubwa, kwa unyenyekevu kabisa. Huyu aliyefanya hivi ni mkuu wa nchi. Ndio. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sahihi. Na amiri jeshi mkuu mwenyewe wa majeshi yote ya nchi yetu. Mimi nafikiri alichokifanya kinapaswa kuigwa na hao viongozi wengine wanaokuja. Tulikuwa na Kikwete hapa. Yeye Kikwete alisema mimi naenda kuwatafutieni makocha tu. Akamleta Maximo, akaja makocha chungu mzima. Lakini mama yeye akasema mimi nitatoa mpunga. Na mpunga shehe ndio kila kitu. Fedha ndio kila kitu bwana. Yeye Faza alisema mimi nitaenda kutafuta kocha, akakimbilia akaenda Brazil. Akamleta Maximo. Akaenda akamkulupusha Maximo akamleta hapa. Akaweka na yeye mpunga kidogo pale. Mimi nataka mcheze mpira. Umenelewa Mpira kweli ikaonekana tunauweza na nini, lakini wewe tia mpunga. Mimi nasema hivi, naomba sana. Mama ni mtu wa mpira. Mama anapenda mpira. Ushauri kidogo tu kwa mama. 2027 sisi kama itawezekana, sisi tuwe tunaingia, yani timu ya taifa inacheza, serikali ilipie viingilio. Sasa wanafanyaga hivyo Mzee Saidi? Tukajazane pale, hapo ndo tunatafuta kombe. Sawa, anasirusha ashai kufanya. Ndo nasema tena, nasisitiza, yani nasisitiza. Yani irudie tena hilo. Unajua kwa nini nasema hivyo? Hapo patakuwa na viviala. Wewe tumejazana pale taifa pale. Yani pale hata wepo Morocco wako 20 tunaonekana sisi. Alafu na wale tunaenda kukaa nao mule. Sasa na umo pia kuna ushauri ameutoa nani? Waziri Mkuu. Kwa bwana, ikiwezekana mapendekezo yake na yeye maoni yake aliyoyatoa kwenye taasisi ya TFF na baadhi ya idara ya michezo, ikiwezekana ili tuweze kupata timu bora zaidi. Ndiyo. Mashindano ya ndani tuache wachezaji wa ndani, ikiwa kama ile Mapinduzi na Federation Cup FA, wewe unaonaje? Unajua Waziri Mkuu ametofautisha kidogo sana na mimi nilivyoongea. Nikatukanwa sana yani. Kumbe ulishatoa ushauri Mzee Saidi? Tena mno, na nikaambiwa akili zake huyo mzee zimeganda huyo. Njaa inamsumbua. Acha Mungu. Kidogo sana yani Waziri Mkuu. Yani yeye katoa kwa nchi. Mimi nilitoa kwa Simba. Iko hivi. Simba walikuwa na mchezaji mmoja anaitwa Barua. Ndio. Simba walikuwa na mchezaji mmoja anaitwa Mashaka. Ndio. Alafu walikuwa na mchezaji anaitwa Chasambi. Wote wa ndani. Wote watoto wa ndani. Hebu mimi nikuulize, Barua yuko wapi? Yupo, Simba atoka. Yani sema sijui. Sielewi hata. Maana hata kwenye ligi hatumuoni. Sijui hata timu gani yupo Barua. Umeelewa? Kama kanda nje. Haya, Valentin Mashaka yuko wapi? Pia simuoni. Pia simjui. Sasa nikwambie kitu. Wale watoto ndio walikuwa wanakuja kuchukua nafasi za kina Msuva. Kama Simba wangekuwa wako
sijui nisemeje kwa Kiingereza mnielewe. Yani wangekuwa wako very smart, sijui nisemeje ili mnielewe. Yani very poor, yani wawe karibu na wale watoto, wawatengeneze wale watoto ili kusudi baadaye waje waitumikie timu ya taifa. Na ndio niliyoyaongea. Nikawaambia hivi, hawa watoto wapeni nafasi, wao wanacheza. Sahi jicho lako lilishaona muda. Mimi nilishaona muda mrefu. Wa Barua, Mashaka na Chasambi. Wale ndio watakuwa walisi wa kina Msuva, Samata na wengineo. Mimi nikuulize mpaka 2027 Samata atakuwepo uwanjani? Anaweza ila asema umri nao unaenda. Haya, nani Msuva naye umri pia unaenda. Sasa wanakina nani wanakuja? Ndio kauli anaileta wa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Umenielewa? Kwa kwamba sasa tutengeneze sponsors ya kuwatengeneza wachezaji kwa ajili ya 2027. Ndio maana yake. Na yale mimi ningekuwa kama ndio namsogelea Waziri Mkuu, ningemwambia bwana Waziri Mkuu, toa maelekezo kama serikali imesema kuanzia sasa katika mashindano haya yote ya ndani wacheze wachezaji wa ndani. Sasa kuna sekta ya nini? Zipo ambao wao yani hawezi kuzingilia, inabidi wao wenyewe idara za michezo zifanye. Unatoa maelekezo kwenye chama cha mpira ambacho kinasimamiwa na serikali. Na ndo katoa ushauri. Ndio maana katoa ushauri. Amalize kabisa. Tumeshachoka. Kila siku Abubakar Konde, kila siku sijui nani. Kule akina Pakome litakiwa siende, akina Panzu. Unaopeleka wa nini? Tunapata wapi timu yetu ya taifa? Sikiliza mimi nikwambie. Tulitengeneza jiwe lilikuwa linaitwa timu ya taifa. Uganda walikuja walikufa, Kenya walikuja walikufa. Afrika kombe la challenge. Likuwepo kombe linaitwa challenge. Lile tulicheza Uganda, tulilichukulia Uganda, tulifungwa na Waganda finali kama sikosei. Na tulijifunga sisi wenyewe. Golini yuko Steven Nemens kama kawaida yake. Mwamba. Wanarudishiana mpira. Ule mpira wakakoseana. Akakamata adu. Sio akakamata. Yaani yeye mwenyewe beki aliuweka golini. Kama Chasambi ile. Wewe unaambiwa tena kipindi hicho tuko na Mzee Mwinyi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mungu amuondolee adhabu za kabri. Unaambiwa ulipigwa mpira si wa kawaida. Waganda kila wakati wanaenda kuomba maji ya kunywa kwenye benchi, tunaomba maji. Unafanya mchezo nini? Huyu anakuja, huyu anatembea. Alafu watu wanagombana ndani. Ndio mpira wanatukanana kabisa. Sema hii media inasikilizwa na watu wengi, siwezi kukuambia matusi yale waliokuwa wanatukanana. Watu wanatolea yani mtu akikosea anataka kwenda kumkaba mwenzie kwenye kolomeo. Na kipindiko masuala ile sheria kama za sasa. Za sasa hivi hamna. Unamfuata mwenzio unamtolea macho. Wanaambiwa akakomboa lile goli kawa 1-1. Twende amna ndani ya dakika 90 watu wakatupia chuma cha pili. 2-1. Allah. Wewe unauliza babu 2-1 hiyo. Mwinyi anakuja anawapelekea ndege, anaenda kuwachukua uwanja wa ndege. Sema twendeni tukale chakula cha mchana wanangu. Watu wanapiga mpunga na Mzee Mwinyi pale. Kwa hiyo iliandaliwa timu ya ndani. Na wachezaji walikuwa wa ndani. Kwa hiyo inabidi ligi kipindi hicho ilikuwa inatisha shekhe. Sio ligi sasa hivi kuna hela afu wachezaji hamna. Yaani shughuli kila siku Azamu kaenda kuleta Mkongo, sijui kaenda kumleta Kitambala, Simba naye sijui kaenda kumchukua nani yule mwingine yule striker mrefu kuliko goli. Sijui huku kuna mwingine anakimbia kama Isijiala, kuna beki ukuta wa Eliko. Ukati huo kaka kuna ukuta wa Eliko. Ukuta wa Eliko. Kumbe Ahmed aliujua toka muda na wana kaingiza naye kuna ukuta wa Eliko akina Champions. Wewe bwana wewe acha bwana wewe. Watu walikuwa wanacheza mpira. Hapo namba 5 unamkuta George Magale Masatu. Fullback unamkuta Twa Hamidu. Fullback unamkuta David Mwakalebela. Mtangazaji Swedi Mwinyi anakuambia huyu kaajiriwa kwa ajili ya kukata tu. Na upiti kaka. Lazima akusalimie. Ukatue kule. Alafu ukirudi unamwambia bwana tucheze mpira, anakuambia mimi sifa usiniletee na mwendo wa radi maana wewe bwana wewe watu walikuwa wanacheza mpira. Yaani kwanza wewe ukimwangalia namna mtu unajisikia raha. Hiyo unaambiwa fullback David Mwakalebela. Uliza ilitoka wapi hiyo? Ilitoka wapi? Hiyo ilitoka Pamba ikatua Yanga.
Afu fullback kule ulikuwa kuna mtu anaitwa Abdalla Boli. Acha bwana wewe, utanikumbusha mengi wewe. Unakumbuka ya nyuma huko mzee Saidi. Namba 6 unamkuta Hussein Masha. Anakata kama kagoma. Katulia. Unapitaje? Sasa hivi ukimwambia namba 6 yeye anajua kupalua. Au akikupita kavuta jezi. Hussein Masha mpaka unampita ujue umefanya kazi ya ziada. Isa Asumani mpaka unampita ujue umehangaika kweli kweli. Yule mjomba Isa Asumani kamaliza kucheza ligi hajapewa hata kadi ya njano. Msimu mzima wa ligi. Unauliza. Msimu mzima wa ligi kamaliza Isa Asumani hajapewa kadi hata siku moja. Kadi ya njano hakuna. Na anachukua mpira kwako. Na anatoa. Na anachukua na anatoa pasi. Sasa hivi mnarukaruka tu mkirukaruka, mkituona kwenye mabenchi humo tunaanza kele mnaona mimi naujua mpira wewe. Sasa tunaangalia kwenye pichi inavyopigwa mule ndio maana tunaisifia. Mheshimiwa Waziri Mkuu kuliongea hili. Mimi nilishaliongea, yani yeye kalitilia mkazo. Na hili ndio maana mimi nilikuwa nasema liwe elekezo kama la serikali. Kukielekeza chama cha mpira cha Tanzania. Hapo sio tena tunaingiliana katika sheria za mpira. Hapo sio tunaingilia sheria za mpira za kafu. Wala za FIFA. Tunatoa maelekezo kwenye chama chetu cha mpira kwamba kuanzia sasa mashindano yote ya ndani wacheze vijana wetu. Hapo tunaibua timu ya taifa bora. Tunatafuta kina Samata. Wewe unafikiri kama kina Chasambi wangekuwa wanapewa nafasi kina Barua saizi ingekuwaje? Simba ungefikiri wangekuwa wanahangaika na kina Mkwala? Wangekuwa nabaki wao. Wewe bwana. Lakini nje nasi kidogo kuna support. Wa nje watachukuliwa ila Simba sio kwa ligi ya ndani hawahusiki. Simba anaingia fainali. Kulikuwa kuna mchezaji mmoja tu ndo anatoka nje alikuwa anaitwa Feruzi Telu. Mmoja tu anaingia fainali ya kombe hili la Federation. Hili kombe la nani? La shirikisho. Ile 93. Hili kombe linaenda linageuka tu majina. Hiyo mwaka 93. Mchezaji mmoja tu wa pesa wa nje. Feruzi Telu, na Feruzi Telu alitoka Milambo. Na alikuwa anacheza winga ya kulia kama sikosei au ya kushoto. Lakini timu yote, krimu yote ilikuwa Tanzania. Wote wa Tanzania. Pangua wa Tanzania. Tunao. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Abdul Mashine huyo. Mjomba alikuwa anatembea huyo mpaka anaomba uwanja uongezwe. Yaani alikuwa anaomba uwanja uongezwe kwa kwamba usogee mimi nitembee na mpira. Imefika salamu. Huku unamkuta Kasongo Asumani anageuka tu. Kasongo huyo anayemwema. Kasongo Asumani huyo babu. Neno la mwisho. Huku pembeni unamkuta Rashid Abdalla. Unataka nikupangie kikosi chote. Imetosha. Huko golini unamkuta Muhammad Mwameja. Mdigo huyo. Mwamba muli kubwa. Wewe anakuambia wallahi mimi sitaki kukucheka ati. Wewe unacheka nini wewe? Toka hapa ondoka. Hapo mtu na mtu. Changanya rangi. Wewe bwana wewe utaacha nitukane bure mimi wewe. Changanya rangi na unakuta watu kweli pale golini pale inapigwa kona. Watu wanachanganya rangi. Imeondolewa hiyo. Changanya rangi gombania mpira. Yaani changanya rangi gombania mpira uondoe. Usikae pale unaleta madhara. Mwameja ameenda kule eti wa Angola wanatufunga Simba wa Angola. Mwameja kaenda Angola kule anapigwa mawe. Mwameja akasogea pembeni ya goli. Anamwambia refari nahitaji ulinzi, napigwa mawe. Kama alofanya nani Diala? Alafu Mwameja anaambiwa refari anamwambia wewe muongo, anamwambia si haya hapo mawe. Anamokotea anamuonyesha mawe. Sisi tunaangalia kwenye kideo watu tumekaa tumetulia. Wanaume wanaunguruma eti sasa hivi nyinyi mnasema si mnacheza mpira, nyinyi watu wamecheza mpira babu. Mimi ndio maana waga na waangalia watoto wenu wanaruka hawa. Mbona nyinyi mmecheza mpira nyinyi? Sifa nyingi, hela nyingi, alafu chamana hamna. Tumalize na hili mzee Saidi. Leta maneno baba. Kesho bwana mnakutana Simba na Azam. Naona Simba kikosi kimekamilika, japokuwa baadhi hawajarudi bado. Azam nayo kikosi nacho kimekamilika, japokuwa pia hawajarudi wengine. Ila na imani kikosi kiko sawa na makocha wote Simba wako safi. Simba kikosi kimekamilika nani na nani? Sababu kina Ahua, Mutale, Mpanzu, Chasambi yupo.
Afu mimi nauliza shida nini? Shida nini Mpanzu? Kwa nini anapaniwa sana au mazingira au ni nini hasa? Mpanzu sio Mpanzu yule ujue naye mfahamu mimi. Yule alikuwa anacheza na Fadu. Au alipokuwa yule alipoingia Simba. Kwenda Mabadiliko sijui anyway. Itakavyokuwa. Tuombe Mungu dakika 90. Mimi sisemi chochote. Nikisema watu wa Simba wanasema mimi naihujumu Simba. Kama unafumuliwa au unamfumua. Wewe tuache tu. Kama mtagao utamu au mgawi utamu. Wanasema sasa ukiona mmefungwa tena kesho na Azam, unaogopa Yanga kukutana nao. Inawezekana Yanga Singida akaifunga. Tukakutana na Yanga kabla ya dabi ya tarehe 1. Hebu nisikilize. Sio inawezekana Singida akafungwa na Yanga. Yanga anamfunga Singida kama kasimama. Yanga Singida ndio utataka hapana ndio. Mimi nimemaliza. Yaani Singida kufungwa na Yanga. Utaki ndio, alafu malizia wewe. Unataka sawa. Yote ya kwangu. Yote ya kwako. We kazi ipo kwa Simba. Wachezaji wenyewe wale pale. Bwana hatuna la ziada. Na ukiona Simba kamfunga Azam, Simba bingwa. Unaitika? Ukiona Simba kamfunga Azam, Simba bingwa. Tarehe 7 leo anaongea mzee Saidi. Yaani ukiona tu kikili Azam kala 2 au kafungwa kimoko, basi Simba bingwa. Ukikutana na Yanga mnamfumua. Bwana sisi hatuna la ziada. Nyuma ya kamera yupo director Shizi anakuletea picha ngavu na ndio anapambana kuleta content iliyokuwa imenyooka. Hatuna mengi, tukutane tena baadaye. Asanteni sana.